Basi kwa wakati huu tutakwenda kusoma kitabu cha Mathayo ile sura ya 28. Tutaanza ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 10. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hili somo nimelipa kichwa nacho kufufuka pamoja na Kristo mwana wa Mungu. Kufufuka pamoja na Kristo mwana wa Mungu. Mathayo sura ile ya 28 mstari ule wa kwanza mpaka ule mstari wa 10, nami nawatangulia kusoma. Anasema hata sabato ilipokwisha ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili alikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni. Alishuka kutoka, mtarudia mstari wa pili. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni. Akaliviringisha lile jiwe, akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama ilivyosema. Njoni mpatazame mahali alipozaliwa. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama, awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakako muona. Haya, nimekwisha uambia. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio wapasha wanafunzi wake habari. Na tazama, Yesu akakutana nao akisema, salamu. Wakakaribia, wakamshika miguu, akamsujudia. Mstari wa 10. Kisha Yesu akawaambia, msiogope, enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakako niona. Bwana Yesu asifiwe. Haya maneno ni maneno ambayo yanatukumbusha kwa wakati mwingine, baada ya mateso alipokuwa anateseka Bwana wetu Yesu Kristo mwana wa Mungu. Aliteseka, alisulubiwa, alipigiliwa misumari, damu zilichuruzika. Lakini yote haya ilikuwa ni kwa sababu ya sisi wanadamu, yale ambayo wakati huo tulikuwa tumemkosea Mungu kwa mambo mengi, mambo mbalimbali. Ndipo akajitoa ya kwamba basi mimi nitajitoa kwa ajili ya hawa wanadamu ili waweze kukombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yote haya yametendeka ili tuendelee kuwa na amani, tuendelee kuwa na afya njema, tusiwe na hofu ndani yetu. Ukitaka kuangalia jinsi ambavyo hata wale ambao walikuwa wanasubiria lile kaburi, nao walikuwa wamepata hofu. Lakini hata wale ambao walikuwa wameenda kuangalia, walivyoona malaika amekalia jiwe, nao natazama, nao walipata hofu. Lakini ile hofu ilikuwa na furaha ndani yake. Biblia inasema walipoona malaika anang'aa kwenye lile jiwe amekalia, walikuwa wamepata hofu, wakawa naogopa, lakini ile hofu ilikuwa na furaha ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana hata wakati huu
unaweza ukakuta pengine una mambo ambayo yanakupa hofu, yanakupa wasiwasi kwa ajili ya maisha ambayo unaendelea kuishi nayo. Lakini leo tunatangaza Yesu anavyofufuka katika siku ya leo. Anafufuka kwa ajili ya mimi na wewe, ili tuendelee kuwa na afya, tuendelee kuwa na amani, tuendelee kuwa huru, tusiwe tena kwenye vifungo. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana wakati huu ni siku ambayo umehudhuria kwa ajili ya kukumbuka kile ambacho Kristo kiliweza kutokea wakati wa ufufuo. Anakuambia, aliwaambia wanafunzi, tutakutana tena Galilaya. Kawaambie wale wanafunzi, watanikuta kule nilikozaliwa. Kwa hata sisi tumehudhuria, tumeingia hekaluni mwa Bwana kwa ajili ya kumbukizi ya kwamba amezaliwa. Tunakwenda tena kukutana hekaluni mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa yale ambayo wakati mwingine ulikuwa unapata shida, ulikuwa unawaza, na wengine sasa hivi tunawaza kwamba mimi nadaiwa deni, ile deni nitalipaje? Bwana Yesu asifiwe. Usiwaze, mwambie Mungu, Kristo amezaliwa, nitazaliwa naye tena upya. Kwa hata nilikuwa nadaiwa, nitalipa. Mungu atajua namna ya kulipa. Jina la Bwana libarikiwe. Mwingine anawaza leo ni siku ya kuzaliwa kwa Kristo, lakini bado ana wazo la kwamba hivi familia yangu mimi itakuja kuwa na amani lini? Mwachie Kristo. Amefufuka leo, atafufuka pamoja na familia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana hata wakati mwingine unapata shida hata kwenye biashara. Biashara yangu imekufa, biashara yangu imeharibika, biashara yangu inapotea. Mwambie Kristo, mwambie Mungu, mwana wako anapozaliwa atazaliwa pamoja na biashara yangu ambayo ilikuwa imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukitaka kuangalia, unaangalia ni namna gani ambayo Kristo alichukua maamuzi ya kuteseka kwa ajili ya mimi. Alichukua maamuzi ya kwamba basi mimi ndiye nisulubiwe, mimi ndiye nipigiliwe misumari msalabani ili tu wanadamu waweze kupona. Ni nani awezaye kuchukua maamuzi kama haya kwa mwanadamu wa sasa? Ni nani ambaye anaweza kuchukua mzigo wa jirani yake akaubeba kwa niaba yake? Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunayejua kwamba anayebeba yote haya ni Kristo, kwa sababu alikufa akafufuka, tunafufuka naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa haya, tunapokuwa tunafanya haya, tunapokuwa tunakumbuka kwa namna hii, ndio maana hii ibada ya leo, wengine tumekuja kwenye ibada kama kwa sababu ya Jumapili. Hatujaja kwa ajili ya Jumapili, tumekuja kwa ajili ya kufufuka na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unayesema mimi nimeenda leo kanisani kwa sababu ya Jumapili kama tuliozoeleka, leo sio siku ya Jumapili kama ilivyozoeleka. Leo ni siku ya kumbukizi kwa ajili ya kuzaliwa tena upya na Kristo, kwa ajili ya kufuka tena pamoja na Kristo. Manake yale yote ambayo yalikuwa yananisibu, yale yote ambayo nilikuwa ninateseka nayo, yale yote ambayo nilikuwa wakati mwingine ninapata shida, ninafufuka naye leo. Bwana Yesu asifiwe. Tuondoe hofu. Achana na zile papara zingine. Achana na yale mawazo mengine yanakupa tu vidonda. Achana na yale mawazo ambayo yanakuumiza kila wakati. Yeye unaona kama jirani yeye ana uafadhali kuliko mimi, kumbe naye jirani anasema yeye ana uafadhali kuliko mimi. Yaani tukifungua hapa moyo wa kila mmoja tunaweza tukakimbizana. Mwingine atasema ndo nilivyokuwa ninaona kama mimi yule pale ndo ana uafadhali, kumbe huyo amenizidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hata hivi tunavyokuwa tunaishi manake, lakini kwa Kristo anapokuwa anafufuka, haangalii wewe upo kwenye kiwango gani, haangalii wewe upo kwenye tabu gani, haangalii wewe una viwango vya juu una viwango vya chini, lakini anachoangalia ni kwamba ninakwenda kufufuka pamoja na wanangu. Tunakwenda kukutana naye Galilaya. Galilaya ni wapi? Galilaya ni madhabahuni ambapo tumekuja mahali hapa tunamsubiri. Tulimsubiri toka Juma Kuu,
tumemsubiri siku ya pili, ya tatu tunafufuka naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ile huzuni, wakati mwingine unaweza kuwa unahuzunika tu, yaani unakuwa na hofu kila wakati. Maneno yakisemwa huko unakuwa na hofu nayo. Mtu alisema maneno makali ukaumiza, yakakumiza moyoni, ukakaa nayo, umekaa nayo toka Juma Kuu. Yesu anateseka, unateseka nayo. Anazikwa, unazikwa naye. Anafufuka, bado unaendelea kufufuka naye. Bwana Yesu asifiwe. Usifufuke na yale ambayo yalikuwa yamepita, acha naye. Leo tunafufuka pamoja na shangwe na furaha iliyopo ndani yetu. Lakini ukisoma kile kitabu cha Zaburi, ukisoma kile kitabu cha Zaburi 118 ule mstari wa 3 anasema, ulinisukuma saa ili lakini Bwana akanisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu alikusukumiza sana ili uweze kuanguka, lakini kuna mtu ambaye hafurahi maisha yako unaoishi nayo. Mwingine akisikia kwamba kuna sehemu amefanya vibaya, amefanya viendo furaha yake. Akisikia familia yake haipo sawa, yeye ndo familia yake, hiyo ndo furaha yake. Lakini akisikia kwamba mtoto wake amefanya makosa haya na haya, yeye ndio furaha yake, anasema hapo sawa. Bwana asifiwe. Lakini kwa wakati mwingine anasema aliyechimba shimo kajichimbia yeye mwenyewe, atajifukia, lakini sisi tutafufuka na Kristo. Asifiwe. Zaburi ile 118 mstari wa 17 anasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo ya Bwana. Sitakufa bali nitaishi, kama nitayasimulia matendo ya Bwana. Naomba mwambie jirani yako, sitakufa bali nitaishi. Bwana Yesu asifiwe. Na chui na maana gani? Kuna mtu toka mwaka jana alikuombea usiishi, usifike mwezi kama huu. Kuna mtu jana alikutengenezea magonjwa akakutupia, akakuta bado unaendelea kuishi. Kuna mtu alikusema vibaya, akaongea maneno makali ili ubaki usiwe Mkristo tena, useme. Maana kuna kauli ambayo unasema bora nivue Ukristo nibaki hivi. Usiseme. Ukivua mama, baba, mtoto, kijana, utaenda jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Unapokutana na jambo ni gumu ambalo yawezekana wakati mwingine linakatisha tamaa, wewe mwambie tu Yesu, sitakufa bali nitaishi. Kwa sababu mwanadamu huyu unayecheka naye ndio huyu anayekuumiza. Mwanadamu huyu anayekufurahia ukionekana sura yake imetabasamu, unajua nimemkuta huyu ndiye atakaye kuzika. Bwana Yesu asifiwe. Adui umekaa naye, adui upo jirani naye, lakini unamwambia sitakufa bali nitaishi. Unamwambia sitapotea bali nitafufuka na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wakati mwingine mwanadamu ana shida, ana taabu, ana mambo makuu. Anapokuwa anakuja unatakiwa uwe makini. Yaani unapocheka naye kuwa makini. Sijasema kwa sababu ni rafiki yako, ni ndugu yako, hapana. Kwa sasa hata mtoto wako anaweza kukutoa kafara. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa kipindi hiki tulicho nacho ni kipindi kibaya, kipindi kigumu. Kuna mtu akanisimulia akasema, vijana wenye ambao mpo kwenye lika kuanzia miaka 45 kushuka chini mna shida. Bwana Yesu asifiwe. Alisema kuna tabu kwa sababu hii miaka kuanzia 45 kushuka huku chini, ukitaka kutazama matukio ni hawa ndio wanaoyafanya. Kuanzia miaka 45 na kwenda mbele mpaka 70 ni wachache. Wapo, si kana kwamba nao hawapo, wapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapokuwa tupo kwenye wakati kama huo, tunakumbuka kumbukizi kwa ajili ya kufufuka kwa Kristo,
na jinsi ambavyo alikuwa ameteseka kwa ajili yangu, kwa ajili yako, na ndivyo ambavyo inatakiwa upaswe kwa ajili ya kukumbuka, je, Yesu anapokuwa anazaliwa ninazaliwaje? Maanake yule ambaye nilikuwa sitaki naye sitacheka naye tena, au nitaendelea kumnunia. Wengine furaha yao, yani akimwona tu Barikiwa, wakati mwingine kwa sababu tu ameona jambo fulani, anasema maneno makali ili aweze kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie adui yangu, sitarudi nyuma bali nitasonga mbele. Maadui wanatutesa, na wanaoharibu maisha ya mwanadamu ni hawa maadui, na wanaoharibu ndoa za watu ni hawa maadui, na wanaoharibu biashara za watu ni hawa maadui. Bwana Yesu asifiwe. Nitakiwa kugangamara, yani nitakiwa kukakamaa. Songa mbele, usiangalie maneno ya watu, usiangalie maisha ya watu, angalia wewe maisha unayoyaishi. Mwingine anakuambia fulani kwa sababu yupo kwenye mazingira fulani hawezi kukusaidia. Mwambie, na mimi najua hawezi kunisaidia, atakayenisaidia ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hapa wametamkiwa kwamba hauwezi ukaishi kwa sababu ya mtu fulani. Mtu fulani asipokusaidia huwezi ukaishi. Sitaishi. Kwa nini sitaishi? Kama mimi nilizaliwa na Mungu, Mungu aliniumba, nikazaliwa nikawa mwanadamu. Kwa nini leo hii nianze kumtegemea mwanadamu? Ninayemtegemea ni Kristo, ambaye leo nilikuwa namsubiri kwa siku nyingi. Wakati mwingine haulali, wakati mwingine unaomba kuna kucha, wakati mwingine unafunga ili tu unaisubiri ile siku ambayo ni ya leo kwa ajili ya kufufuka na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa wakati huu taomba, tutasimama, nitaomba wimbo wa kuabudu. Tutakwenda mbele za Bwana, tutakwenda magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Tuende kuombea magonjwa. Na ukitazama jinsi ambavyo kama tunavyosikia mikoa mbalimbali, wilaya mbalimbali, kuna matukio yameanza kuonekana huko, lakini ni matukio ya ajabu. Tuna nyakati ambazo zimekuwa ngumu, afu wakati mwingine zinahatarisha hata maisha yetu. Wakati mwingine tutaanza kuogopa kusafiri kwa sababu nisije nikakumbana nalo. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume tupo. Bwana Yesu asifiwe. Au ni wamama tu? Wanaume tupo. Sasa hivi wanaume wamejaa hofu. Safari alipanga mwezi huu kwenda mjini au kwenda mkoani, amehairisha. Sasa wewe uliyeahirisha maana yake hauna imani. Kuna wengine tayari wameshajipanga kwa ajili kutembea na kinga, ili nisije nitakakutana nalo. Tukikumbuka wakati wa corona imeingia Tanzania, wakati corona imetukumba, kuna watu walikuwa na hofu, walishindwa hata kusafiri, walishindwa hata kwenda makanisani. Lakini tulikuwa na baba yetu ambaye alikuwa na Rais Magufuli, alitangaza Wakristo wote, hata wasio Wakristo, fungeni, ombeni, huu ugonjwa utaisha. Si ulishaisha? Bwana Yesu asifiwe. Sasa inakuwaje haya mengine tuanze kuwa na hofu, tuanze kutetemeka? Ukikutana na mtu ukumpa tu mkono naanza kuwa na hofu, nsije nikampa mkono alafu nikapatwa na magonjwa. Kwa hili halitakuwa tofauti na jinsi ambavyo lililopita, kama Rais Magufuli akasema ombeni, kesheni kwa ajili ya huu ugonjwa utakwisha. Na sisi tunasema kwa sababu tunafufuka na Kristo, basi haya ambayo tuliyasikia wakati wa mateso ya Kristo na yenyewe tunaenda kuyazika.